neno linasema tembeeni na Yesu. Tembeeni na Yesu. Tufumbe macho tuombe. Baba wa mbinguni, ule muda umefika. Ongea na watu wako yale ambayo ungependa wayasikie na kuyafanyia kazi. Malaika zako wakaweze kuwepo mahali hapa wakituongoza. Tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Somo la leo tutalichukua katika kitabu cha Luka 24 kuanzia na fungu lile la 13 hadi 36. Luka ni moja wa wale wana injili wanne walioandika habari za Yesu, lakini yeye ni tofauti kidogo na wenzake kwa sababu hakuwa mwanafunzi wa Yesu, lakini alikusanya zile taarifa na akaziandika kwa weledi mkubwa, kizingatia kwamba yeye alikuwa msomi na ndiye pia aliyeandika kitabu cha Matendo. Na kisa hiki anachokisimulia kimeandikwa na yeye tu, hakijaandikwa na wale wengine. Na hiki ni kisa kile tunachokifahamu vizuri cha watu wawili waliokuwa wakisafiri kwenda wapi? Emau. Waandishi wanazuoni na Biblia yenyewe imesema kwamba Emau ilikuwa mji mmoja kama umbali wa kilomita 7-8 hivi kutoka Yerusalemu, na ambao wamesema kwamba ungeweza kusafiri kwa masaa mawili ukafika. Na hawa inakadiriwa kwamba walianza safari yao mchana hivi baada ya labda kupata lunch, lakini iliwachukua mpaka jioni, giza linaingia, kufika Emau, kwa sababu safari yao ilikuwa ina kutembea na kusimama, kutembea na kusimama, kutokana na mada ambayo walichagua kuizungumza. Ninasoma kuanzia fungu la 13. Natazama siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Nakutana na mitambo ya ajabu sana leo. Fungu la 15. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Ndio fungu tumechagua kuwa fungu hilo. Fungu la 16 inasema macho yao yakafumbuliwa. Eti alifanyaje macho? Nimegundua kuna watu hamsomi. Macho yao yakafanya nini? Wakafumba wasimtambue. Ni ajabu. Nani aliyafumba hayo macho? Fungu la 17. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao jina lake Kleopa, akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu hata hujui yaliyotokea humu siku hizi? Fungu la 19. Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulibisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakaye wakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushtusha waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasione mwili wake. Wakaja wakasema kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hawakumuona. Akawaambia, ninyi enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakikaribia kile kijiji walichokuwa wakikiendea, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakasema, kaa pamoja nasi, kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatoweka mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwa ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao,
wakisema, Bwana amefufuka kweli kweli, naye amemtokea Simoni. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulikana nao katika kuumega mkate. Kisa hiki cha kuvutia sana kinawahusu watu wawili. Angalau mmoja tumeambiwa anaitwa Kleopa, huyo mwingine hajajulikana mpaka leo. Wengine wanahisi labda ni Luka mwenyewe aliyeandika kisa hiki au Simoni, lakini angalau kuna watu wawili wanasafiri, wanaenda nje ya Yerusalemu. Inawezekana ni kutokana na kwenda kutafuta upepo kidogo, kwa sababu habari ya mjini wakati ule ilikuwa inahusu Yesu, alivyokamatwa, alivyoteswa na alivyouawa. Lakini tena kuna habari nyingine ya mjini inahusu kwamba amefufuka, lakini hii inakuwa kwenye question mark, kwa sababu walileta taarifa hizo ni wanawake. That is an issue. Umeona jinsi ilivyowekwa pale. Na fungu la 12, hebu soma fungu la 12 ili ujue kwamba hiyo nayo ilikuwa one of the issues ambayo pia ilikuwa ni debate ya wakati ule. Unaweza kusomea? Maneno yao yakaonekana kuwa kama, anzia fungu la 11 nafikiri. Fungu la 11, hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. 12, maneno yao yakaonekana kuwa kama upuuzi kwao, wala hawakuyasadiki. Lakini Petro akaondoka, akaenda mbio hata kaburini, akainama, akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa vya sanda tu, akaenda zake akiistajabia yaliyotukia. Moja ya mambo ambayo ninavutiwa sana na hawa watu wawili ni ile topic wamechagua kuzungumza. Haleluya. Katika juma hili tulijifunza ya kwamba wataalamu wa mawasiliano wameyagawa mazungumzo katika makundi matatu. Aina ya kwanza ya mazungumzo ni ile inayozungumzia matukio. Alafu aina ya pili ni ile inayozungumzia watu. Alafu aina ya tatu ni ile inayozungumzia mada fulani, hoja. Hata kwenye redio mara nyingi ukisikia kuna watu wanapiga simu ni kwa sababu kuna hoja imeletwa pale, hoja. Kwa hiyo wakasema wale wanaozungumzia matukio ni kutokana na uwezo wa akili yao ilipokomea. Akili hiyo wameita kwamba ni akili nyepesi. Ukiwa na akili nyepesi utaishia kuzungumzia matukio. Alafu ikiwa imekuwa kidogo utazungumzia, nadhani ya kuzungumzia watu ndio ya chini zaidi. Alafu inakuja ya matukio, alafu na ya hoja. Lakini habari njema ni hii. Pamoja na kwamba wengi tunapenda kuzungumzia watu na matukio, wewe pima tu mazungumzo yako ya kuanzia asubuhi mpaka jioni. Unazungumzia zaidi nini? Umewahi kuzungumzia kwamba hii hali ya uchumi tufanyeje? Ambayo hiyo ni hoja sasa. Kwamba hivi hapa nyumbani tutafanyaje maisha haya ya kupanga? Hiyo ni hoja. Hizo hazipendwi sana. Kwa sababu gani sielewi. Lakini basi kama unataka kuzungumzia watu na matukio, hebu chagua yale ambayo yanamhusu Yesu. Haleluya. Akili yako automatically itawekwa katika grade za watu wa juu. Haleluya. Hawa wanazungumzia matukio, wanazungumzia watu, wanazungumzia na hoja, lakini zote zimesimama juu ya nani? Ya Yesu Kristo. Anapata nafasi kidogo sana. Moja ya vitu ambavyo Yesu ameniambia kwamba leta wewe ni rafiki yangu nipigie debe bwana. Jamaa sio anikubali au inakuwa vipi? Wananinyanyapa fulani hivi. Hawanizungumzi sana. Hata nenda tu kwenye mitandao ya kijamii kule. Wachache sana wanaomfagilia yeye, lakini watu wakichagua kumfagilia mtu, yani mtu unayemzungumza mara nyingi ni kama unamfagilia tu kwa ukweli. Ndio maana MC kwenye sherehe anamzungumza sana yule mwenye sherehe pale. Hawezi kumzungumzia mtu mwingine. Lakini ukikuta watu wanadiscuss kwamba hivi papa alipodondoka kule bafuni ile ni unabii ni nini, unajua hawa akili zao zimepinda, wako kwenye ile grupu ya akili ile ndogo ndogo sana ile. Kama umechagua kuzungumzia watu, kwa nini usimzungumzie Yesu? Ili angalau akili yako ipande kidogo, tukue kwenye level ya watu wenye akili zao hivi. Haleluya. Kwa hiyo hawa walichagua kwamba sisi tunazungumzia issue ya Yesu. Kwa nini Yesu? Wametoa sababu pale. Kwamba huyu bwana ni kweli utawala wa Kirumi wanabifu naye, na walishaungana na viongozi wa kanisa letu kumsulubisha kwa madai mengi sana, ambayo madai yale kwa ukweli hayana ukweli. Mnakumbuka kwamba waliomshtaki Yesu ushahidi ulipishana.
Lakini bado Pilato akaupokea ule ushahidi na akamsulubisha Yesu. Kwa hiyo wanachojadili ni kwamba kuna njama hapa imefanyika. Huyu anayeitwa mhalifu, huyu aliyeuawa, huyu sio mhalifu. Huyu ndiye tegemeo la Israeli. Na tulishawaambia watu kwamba subirini, baada ya muda mfupi tu anaenda kusimamisha utawala. Sasa tunashindwa kuelewa, tulishindwa kufafanua ule nabii vizuri, au shida iko wapi? Ninawahimiza wapendwa watu wa Mungu, tunapokuwa katika majadiliano mbalimbali, tuchukue hizi mada ambazo kwa ukweli hazijazungumzwa. Kwa nini tumechelewa kuwa hapa wakati tulitakiwa tuwe mbinguni? Kanisa la Waadventista wa Sabato Mungu aliliona likiwa tayari liko mbinguni miaka mingi tu iliyopita. Mama White aliandika hivyo. Lakini kwa nini hatujafika mbinguni? Ziko sababu. Mara nyingi tunashindwa kuelewa kwamba sisi ndio sababu. Mimi na wewe ndio sababu. Usikimbie tu kwa kufikiri kwamba kuna mtu mwingine kule pembeni yeye ndiye sababu. Hapana. Kwa nini hatujapiga hatua ujenzi hapa nje hapa? Mimi na wewe ndiye sababu. Hasa wewe. Haleluya. Hasa wewe. Kwa sababu nikimsimamisha mzee Bisanda hapa atusomee watu waliotoa michango, unajua jina lako halitakuwepo. Sinafahamu hata mwenyewe. Au nimwite? Lakini wewe ndiye hodari sana wa kuonyesha kama una uchungu na kanisa lifanye nini? Liishe. Ni vizuri kuonyesha uchungu. Lakini tunajifunza katika hiki kisa kwamba Yesu alipowakuta wamekata tamaa, wamenyongonyea, yani wamenyongonyea kabisa, ikaona ni lazima awatie moyo. Moja ya mambo ambayo adui ameyafanya ni kumpiga mchungaji na kuwasambaratisha kondoo. Na Yesu hii Jumapili alikuwa ameshaenda mbinguni, ametoa ripoti yake, amerudi, anakutana na hawa washiriki ambao vichwa chini wanazungumza negative kabisa juu ya policy za kanisa, juu ya doctrine za kanisa. Yani wamekata tamaa, wanasema hapa hamna kitu, tufanye kitu tu fulani cha kujisaidia. Jamaa ameshasepa huko, kwanza wameshaua. Alafu leo tumeambiwa wakina mama wanasema wamekuta wamefufuka. Hao wakina mama wameogopa tu kusema huyu kaibiwa tu, kaenda kuchoma moto mahali fulani. Kwa hiyo ndio biashara imeisha hivyo. Yani hapa yote tulikuwa tunahubiri haya, sisi tunaonekana waongo. Watu wanajisikia vibaya kujitambulisha kama Waadventista wa Sabato. Imekuwa jambo la ajabu sana. Hata kuwa na ule ujumbe unaojitambulisha huo Waadventista. Unajua ujumbe wa malaika watatu, ile ni moto, sio kitu ya kuonja ile. Ile ikikutana na mtu ambaye mwenye upako sawa sawa, na kuambia hata kama nimetumwa kuja kutaka kukamata, hawezi kukamata, ataondoka mwenyewe tu. Na ile namna yake ya kuipeleka ipo, unaivuta tu taratibu, mazungumzo, story nyingi na nini, alafu unafika pale penyewe kwenye kini, unaitwanga kisawa sawa. Kwamba kuna watu wameleta siku ambayo haipo kwenye maandiko matakatifu, na unakusanya ushahidi wa kutosha, halafu unaitwanga, unamuinua Yesu Kristo. Haleluya. Kwa sababu ujumbe wa malaika watatu, theme kubwa, mcheni yeye na kufanya nini? Kuna mtu ambaye watu wanamonea kinyaa kumuinua. Ndio maana Mungu akasema nendeni muwahubirie watu kwamba muinueni yule mtu mdogo wa kijiji cha Nazareti, muinueni yule aabudiwe, na ile siku aliyoweka itunzwe na watu wote, iheshimiwe. Huweni tu moja kwa moja unamlenga mtu aliyebadilisha ile siku bila kwanza kumuinua huyu mtu wa Nazareti. Na ili umuinue Yesu Kristo lazima ufundishe ujumbe wa haki kwa imani. Watu wanaokolewaje? Kwa matendo ya sheria? Hapana. Tunaokolewa kwa neema. Na hii haitokani na juhudi zetu wenyewe. Ni Yesu mwenyewe amefanya kila kitu. Ukishatengeneza hayo mazingira ya kuonyesha watu tunaokolewa kwa neema, ndipo unawaambia watu wote walioacha amri, walioacha ubatizo, walioacha wakatunga kingine cha kwao, wao ndio wanatafuta kuokolewa kwa matendo. Kwa sababu kama pattern iko hapa, unaambiwa unachotakiwa hii pattern usiibadilishe, wewe niamini tu. Kuna sababu gani ya kubadilisha? Nuhu alipoambiwa ajenge safina,
hakuleta uboreshaji wake mwenyewe, alifanya kama alivyoelekezwa, na safina iliokoa watu haikuokoa. Alipoambiwa Musa kwamba tengeneza nyoka wa shaba, hakuleta ufundi wake mwenyewe, alitengeneza kama ilivyo, iliokoa haikuokoa watu. Wale wote ambao wanajaribu kuboresha ubatizo, wanajaribu kuboresha siku ya ibada, hao ndio wanaotafuta kuokolewa kwa matendo. Na sababu ya hiyo ni kwa sababu wanachuki na huyu Kristo. Na hiyo ndio roho ya mpinga Kristo kila mahali. Tunayo dini ambayo haikuanza leo, ni ya siku nyingi, ya kutaka kuchukua nafasi ya Yesu kuanzia nyumbani mpaka kanisani. Na wanaotumiwa sana na jaribio hilo ovu ni wanaume na watu wote wale wanaojisikia kwamba wana mchango fulani katika kusaidia kanisa la Mungu. Who are you? Hakuna binadamu yeyote, awe mzungu mwenye pua ndefu au Mwafrika mwenye pua ya bapa, ambaye Mungu anamtegemea awe msaada wake kulisaidia kanisa la Mungu lisimame. Haleluya. Hamna. Si wote tumepewa lift tu. Of course tumepewa na vipawa, lakini vile vipawa tunavyovitumia kwa unyenyekevu mkubwa sana, kwamba yuko mwenyewe master. Yuko master mwenyewe. Kwa hiyo vitendo vyetu na kauli zetu zionyeshe kweli tunamheshimu. Haleluya. Tuonyeshe kweli tunamheshimu. Haiwezi kuingia akilini, kwa mfano mtu amekuja hapa, ameingia getini, ile geti inaonyesha kwamba ni kanisa la Waadventista wa Sabato wanasali hapa. Na hapa ndani nafasi bado zipo, viti vya kukaa. Hapo mtu anakaa nje tu kule. Basi angetulia, anapiga tu story. Na Yesu anauliza hapa, ni mambo gani haya mnayozungumza? Hivi suppose swali hili lingeulizwa kwako wewe unayekaa kule nje kwenye gari na vijiwe wakati ibada inaendelea hapa. Hao walipoulizwa walikunja nyuso, wewe ungefurahi? Hivi inakuja akilini kweli wakati mahubiri yanaendelea uko hapa mnakonyezana huko mnaongea vitu vingine? Hiyo inaonyesha jinsi unavyomheshimu mkubwa ambaye ndio wa mahali hapa, au unajionyesha kwamba wewe angalau kidogo una nafuu kuliko huyo mwingine ambaye watu wamenyamaza kwa ajili yake. Kwa hiyo wewe ni mkubwa sana kuliko Yesu. Kwani roho ya mpinga Kristo ndio hiyo? Unadhani mpinga Kristo ni mpaka uvae ile kofia iliyochanua hivi? Yaani roho ya mpinga Kristo ni yeyote yule ambaye anafikiri Yesu hastahili kuheshimiwa. Ukienda mahakamani ambako picha ya rais iko pale, watu wana discipline kabisa ya hiari. Baba mtu mzima, ana watoto wake nyumbani, ana heshima zake, sijui anaitwa meneja. Ukimkuta pale mahakamani ana discipline. Lakini huyo tena akija hapa, kwa sababu ana roho ya mpinga Kristo ya kudhani kwamba yeye angefaa zaidi kuabudiwa kuliko Yesu, basi haoni sababu ya kutulia, anapiga kelele. Naye pia anahitaji tumpelekee shemasi wa kumwambia, bwana punguza sauti, jamani ingieni ndani kuna ibada inaendelea. Mtu mzima. Na ukifika nyumbani unaanza nawe kuwatuliza wanao. Tulieni jamani, ninaongea hapa. Na wanajua unachofanya kule kanisani. Hilo somo litaingia. Mimi ninaamini ya kwamba sisi ni watu wazima, basi tufuate kile kilichotuleta. Haleluya. Tufuate kile kilichotuleta. Haina afya sana hasa wageni wanapotutembelea kusikia haya matangazo yetu haya ya kwamba jamani ingieni, acheni kupiga kelele no. Nilisema the other day kwamba tunapofikiria kama tutakubaliana wote tuwe kaka mkubwa ambaye ni modo. Watu wengine wanakija hapa wanajifunza kwamba sisi tunafanya vitu kwa hiari. Yaani kaka mkubwa hasubiri baba amwambie kwamba hiyo jiko inamdondokea mama yako. Amana, hapana, anaingia tu mara moja anarekebisha. Anajua baba anataka nini, basi period, anafanya. Kwa hiyo hawa vijana hawa walikuwa wanajadili jambo la maana. Ni vizuri kujadili doctrine hii, tuzielewe vizuri. Na si vibaya kuwa na kipindi cha kujifunza mafundisho makuu ya imani, mzee wa kanisa. Hata kuwa na kipindi cha maswali ya papo kwa papo. Mimi niko tayari. Haleluya. Maswali ya papo kwa papo yanahusu sera tu. Hasa hivi kweli hili limekaa sawa kwenye kanuni.
Kwa sababu kuna kitu gani hapa kisichozungumzika kwenye kanuni ya kanisa? Vyote vinazungumzika tu. Mimi sioni kitu kigumu hapa. Cha kwanza mtu kwanza mwingine anavimba macho kabisa, anaongelea kule pembeni. Hapana, njoo tuongelee hapa. Tuongelee hapa. Haya yote ni mambo yetu tu haya. Halafu tunaweka sawa, tunasonga mbele. Kwa hiyo Yesu alichukua nafasi ya kuwafundisha, ndipo wakafumbuliwa macho. Upofu ni tatizo kubwa la kanisa la leo. Na upofu huo umetajwa sababu yake hapa. Inatokana na nini? Mambo mawili yametajwa. Sababu ya upofu, la kwanza, Sema tuko pamoja lakini. Au leo nimekuwa mkali kidogo. Anasema fungu la 25, akawaambia, enyi msio fahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii. Upofu wetu una sababu mbili. Kwanza ni kutofahamu. Hakuna kitu kibaya kama kumkuta mtu asiyejua kitu anawafundisha wenzake. Na wewe uko pale jirani unakijua hicho kitu jinsi kilivyo. Inakera haikeri? Sasa walimu wengi sana ni wale ambao hayo wanaofundisha ni ya kuokoteza tu, waliambiwa mahali fulani. Just imagine kwamba mtu anakusomea quotation za Kiingereza ambapo wewe Kiingereza chenyewe hajui kabisa. Na vituko vya namna siku hizi viko vya kawaida sana. Viko vya kawaida sana. Na anataka muamini kwamba anajua. Biblia inasema hivi juu ya swala la kujua. Mithali 3 fungu la 5 nasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Moja ya mambo ambayo rafiki zangu wapendwa wa Mwenge ningependa muyazingatie sana ni unyenyekevu. Haleluya. Unyenyekevu. Mimi ninampenda Yesu kwa sababu ni mnyenyekevu. Na natamani nichukue tabia yake ya unyenyekevu. Ninajua jambo hili ni gumu kidogo kwa mtu ambaye anadhani kwamba ana kila kitu. Una pesa, una cheo, una umri mkubwa na kadhalika. Hili ni jambo gumu zaidi. Ni jambo jepesi kwa mtu ambaye hana hizo sifa nilizotaja. Lakini hiyo ndio sifa itakayotufanya sisi tuwe watawala wa kumsaidia Yesu. Unyenyekevu. Na tukiwa wanyenyekevu tutaheshimiana. Haleluya. Tukiwa wanyenyekevu tutafanya nini? Tutaheshimiana. Na mimi mpaka sasa hivi nashukuru sijaona mtu aliyenivunjia heshima. Kama yupo basi anaongea huko pembeni peke yake, ambayo ni nzuri pia. Lakini kuja hivi tunafesiana na hapana. Na nishasema zamani, sio nzuri. Mimi mwenyewe naheshimu viongozi wangu. Haleluya. Mimi mwenyewe naheshimu viongozi wangu. Mimi nilikuwa kiongozi wa union. Nafikiri nyinyi mnafahamu. Na leo niko kwenye mtaa wa Mwenge. Sijawahi hata siku moja kutamka jambo lolote ovu kwa kiongozi wangu. Marekani namheshimu vizuri tu. Na viongozi wangu wa conference na waheshimu tu vizuri. Waulize wao wenyewe. Kwani unafikiri kwa nini wananituma mara kule? Na mimi sikatai. Na hii ni kawaida yangu tangu zamani. Bwana makambi maliza huko. Sasa nenda makambi fulani. Sawa. Funga buti naenda. Mimi na enjoy kwa mnyenyekevu. Hallelujah. Enjoy it kabisa from the heart. Na hiyo sitakaa nibadilike. Kama nimeweza kunyenyekea kutoka kwenye union nikawa kwenye mtaa hivi nimetulia zangu vizuri. Sina hakika kama nimetulia, nyinyi mtakuwa mashahidi. Maana mtu huwezi kujisema mwenyewe, si ndio? Huwezi kujifahamu. Lakini ninatamani kama Mungu angeniweka kwenye hatua nyingine moja chini huko ili nikajipime vizuri. Sasa hiyo chini nilikuwa nani? Mlei. Na huko ndio nilikotokea. Niliwahi kuwa mlei mimi, ndio nilikotokea kwenye ulei. Nikapanda nikaenda kwa kileleni afu nikashuka. Yaani ninampenda Yesu kwa sababu yuko anipa training. Haleluya. Kile ambacho watu wengine hawawezi, kuna watu nawaangalia hicho hawawezi kabisa. Hajaenda kokote lakini anavimba kichwa, si kwa nini? Anavimba kichwa si kwa nini? Hata unajiuliza. Jamani, unyenyekevu ni kitu cha bure. Haleluya. Na hainipunguzi hata kitu kimoja. Mimi kama nimesoma ninabaki nimesoma. Haleluya. Mimi kama najua vitu nabaki najua vitu. Haleluya. Yaani hainipunguzi ila inaniongezea. Kwa hiyo hata ninyi pia chukueni hiyo hali ya kwamba una kila kitu, Mungu amekubariki kwa kila kitu, lakini unabaki mnyenyekevu vile vile. Hiyo ndio tabia ya Yesu.
Acha watu wajigombanishe kwamba mimi na Yesu, lakini wewe unajua mwenye siri yako kwamba Yesu alikuwa na kiburi kama hicho kweli. Na kwa siri yako tu. Walipofika kule walikokuwa wanaenda, Yesu alikuwa anataka kupita. Na hii ni kawaida yake mara nyingi. Tunafahamu hata Sodoma alikuwa anataka kupita hivi, akabembelezwa. Ni kama mtu fulani anapenda kudeka hivi, si ndio? Wapenda, nataka niwaambie kitu fulani. Hii yote inatufundisha kitu fulani, ya kwamba ukarimu ni tabia ya mbinguni. Haleluya. Hawa vijana wawili hawa, maana inafikiriwa kwamba walikuwa ni wavulana au tuseme wanaume at least, wangemkubalia Yesu anapowaambia kwamba hapana, mimi wacha niwahi, hata hivyo nyumbani sio mbali sana. Sio aliwaambia lugha gani kwa kweli. Angesema okay bwana, tunashukuru sana kwa mazungumzo yako, umetubariki sana kwa yale mafungu na nini, Mungu akubariki, hebu tupatie anwani yako nani. Wale wangekula sana kubwa. Lakini Roho Mtakatifu aliwashukia, wakasema huyu mtu mng'ang'anieni. Haleluya. Akakubali kwa shingo upande. Kafika pale nyumbani, kumbe chakula kilikuwa kiko sijui aliweka kwenye hotpot au ilikuwa si chapchapu kilitengenezwa pale. Wakasema sasa, mgeni, tunaomba utupatie ombi. Nataka niwaambie kitu, hawa wageni tuangalie vizuri. Haleluya. Mtu anaitwa mgeni, muangalie vizuri sana. Inasikitisha wakati fulani wageni huwa hatuwajali. Nashukuru hapa tuna ule utaratibu wetu mzuri, angalau tunawapa kipoza njaa. Mungu awabariki na wale wote mnaotoa. Huwezi jua katika kile kipoza njaa ulichotoa, siku moja Yesu amekula. Mpaka mbinguni tutakwambia siku moja, bwana, kipoza njaa chako nilikula. Siku wali maharage nilikula mimi. Yaani wale mabwana waliposema mgeni tuombe, sasa sijui kwamba hawakufumba macho, lakini Mama White anasema hivi, yule mgeni akaanza kuomba kwa ile namna alivyokuwa anaomba. Wanamfahamu Yesu vizuri, na sauti yake ikarudi. Unajua alikuwa anajiigizia kule nyuma. Sasa akairudi ile sauti yake ikarudi. Na ile namna yake ya kubariki, akainua mikono vile vile, akaanza kubariki chakula. Sijui aliomba kwa muda gani. Na wakati anaendelea kuomba hivyo, wamefumbua macho wanaangalia alama za nini? Za misumari. Sijui kama vilikuwa bado vibichi au vimekauka, maana siku 3 tu. And this is a story very interesting. Wanakuonyesha kwamba si ndio wenyewe. Subiri amalize kuomba. Kwani alipomaliza kuomba walimuona tena? Chezea Yesu wewe nini? Hiyo message sent bwana. Yaani wanasema walienda pale kwenye kiti alichokaa, wanadondoka pale wamsujudie, hewa. Lakini Mama White anasema alikuwa pale, alishajigeuza tayari. Alikuwa pale. Yaani unajua yeye yuko interested kujiunga na mazungumzo fulani yanayomuinua. Haleluya. Wewe ukitaka aje nyumbani kwako, very simple sana. Sio lazima haya mambo kwamba mnasoma lesoni ya kukariri wakati mnagombana, mna bifu hapo nyumbani ya mzungumzi. Kuna namna ambayo mnavyoishi vile na nini, Yesu anakuja automatically. Yaani huyu hapa ameshakuja. Na utafeel presence yake, utaifeel. Utaona amani, mambo na chakula ni kitamu hata kama ni kisambu, unaona Kingine minyama na nini wapi. Watu wanaangaliana vibaya tu. Mwalikeni Yesu. Tembeeni na Yesu katika maisha yote. Haleluya. Mtaona tofauti kubwa kabisa. Tena wewe utakuwa unaishi maisha ya anasa hapa duniani kabisa. Furaha yake haielezeki. Wakasema, Bwana, hivi hebu nikuulize kitu. Wanaulizana wenyewe sasa. Kule njiani wakati huyo mzee ambaye ndo amepotea anatufungulia maandiko. Wewe ulikuwa unasikia anasema yaani mimi nilikuwa nasema mimi hivyo. Sasa ndio wafungua macho sasa. Kama kanisa la Mungu wangemkaribisha Yesu awe rafiki yao, mambo mengi yangepata ufumbuzi. Haleluya. Mengi, karibu yote tu. Kwanza yale ya nyumbani, ya kanisani, sijui kazini, sijui shuleni, yote.
na kuhakikishia. Sasa unamkaribishaje Yesu? Wewe pendelea tu kuongea habari zake. Haleluya. Na ili upate nafasi ya kuongea habari za Yesu, zungumzia juu ya mapungufu yako. Zungumzia juu ya nini? Mapungufu yako. Unajifanya kwamba huna. Mbona unayafahamu kabisa? Lakini mtu mwingine anakuwa mbishi kwa jambo ambalo liko peupe. Mwenzo anakuambia bwana, ila wewe unakoroma vibaya usiku. Sema mimi nakoroma mimi? Kwani unajisikia sasa unapokuwa umelala? Wewe mpuzi nini? Silo ukubali tu ujue kwamba tunavumilia wenzio, tunapata mateso. Ukisafiri ndio kidogo tunapata nafuu. Yaani hata hilo jamani, hilo kusema tu kwamba ni kweli mke wangu mimi huwa na koroma. Hata mimi wakati fulani najishtukiaga. Najishtukia, nikishashtuka basi najiadjust vizuri. Sawa. Basi niombe hilo. Jamani, hilo nalo linataka debate mpaka aje mjumbe wa nyumba 10 hilo. Yaani hakuna binadamu hana mapungufu. Haleluya. Na sisi binadamu sisi tulivyo waajabu kweli sisi. Yaani sisi ni waajabu sana. Mtu anaweza kujisikia anajiona kama yeye msafi sana, ambayo ni nzuri sana. Anaenda chooni, amekuta pale pana harufu nzuri tu. Yeye kasababisha pale, anaanza kutematema mate pale. Hivi bado ni msafi kweli wewe? Hii ndio tabia ya watu wengine. Msafi wa ukweli anatunza mazingira. Sababu ya hiyo harufu si unaijua au ufahamu? Tukwambie. Ulipoingia ulikuta hiyo harufu hapo ndani. Kama basi wewe ni msafi katika kutema, basi temea kwenye nguo zako. Sasa kwenye simenti pale unaacha mate pale yanatembea pale. Kweli hiyo ni sawa? Yaani tuna mapungufu. Huyo ndio yule ambaye akitoka pale amekula suti vizuri na huwezi kuamini. Na wengine kwenye choo za public unaenda unamkuta kaweka pembeni kabisa pale. Halafu anatia safi. Yaani binadamu sisi tuna matatizo. Kila mmoja anataka kujionyesha bora sana. Haendagi usalani, hafanyi nini. Basi bora ingekuwa kweli. Sio kweli na wewe unajua kabisa. Sio kweli na wewe unajua. Sasa ukinyokewa kwamba hili unakosea, kwa nini unakuwa na hasira? Ujue kama wewe mtu anakusaidia wewe. Kuna mahali utaweza kufanya mambo hayo ukaingia aibu kubwa. Kwa hiyo ni vizuri kunyoshana kuanzia pale nyumbani. Asiwepo mtu akusema kwamba mimi hapana. Unakubali tu na mtu kama amekubali kosa lake. Jamani, adhabu ya nini? Unajua wakati fulani si ndio tunawafanya watu wawe wagumu sana. Mtu kaja kanyoka akasema jamani hili hapa nishaharibu na nini saidieni jamani. Sasa hamna, umekubali okay, wewe utaona cha moto wewe. Hapana, tunahurumiana, lakini na wewe pia kama umekosea usije ukatulazimisha tukusamee hapa. Umetushikia panga kabisa kwamba nisameni. Usiponisamee mimi nafyeka kichwa cha mtu. Hiyo itokane na hiari ya yule uliyemkosea. Na jinsi wewe toba yako ilivyokwenda na jinsi alivyoshawishika. Kwa hiyo wale mabwana walichofanya walimkaribisha Yesu, na Yesu akaona kile chakula, sijui ilikuwa ni samaki, sijui kitu gani, akakiombea vizuri, lakini hakula. Haleluya. Hata wale mabwana nao pia wakufanya nini? Hawakula. Mama Aisha anachosema walichukua kipoza njaa fulani wakaanza kushuka. Unajua giza limeingia hapo. Nenda kasome Desire of Ages, chapter nzima inazungumzia hicho kitu. Giza lishaingia, wakaona bwana hatujakula kutoka mchana. Sasa hii habari sio ya kulala nayo. Inabidi twende kwa wanafunzi kule Yerusalemu. Masaa mengine mawili. Maili 7, maili 8 za usiku. Na hiyo njia wanasema ilikuwa ni njia ya vilima. Ni kama njia za Upareni. Nimepiga picha kama kule Upareni fulani. Sasa na kwenyewe kule kuna steep kali. Wanasema wakati wakishuka, kuna wakati walikuwa nakanyaga kwenye mawe wanateleza, wanadondoka chini. Maana hakuna mwanga. Kuna wakati wanapotea njia kabisa, wameenda mbali. Baadaye wanarudi, lakini Yesu alikuwa nao. Haleluya. Yaani ile kujibadilisha sio kwamba alienda mbali. Kila wanachofanya yuko nao tu. Yuko nao. Huko njiani wanasema kwamba hii habari lazima tuwapelekee watu. Tuna jengo hili hapa. Karibuni tutakuwa tunafanya promotion. Kama kweli tunampenda Mungu, lazima tufanye kitu. Moja ya vitu vya kuumiza kidogo
nilikuwa naongea na mtunza hazina, akaniambia hivi kwamba, maana nilikuwa nataka takwimu kutoka kwake, sifikiri kwamba hiyo hairuhusiwi. Akasema hii kanisa hii ina washiriki 2000 na karibia 400 saizi, lakini wanaotoa zaka na sadaka kwa mpango, kuna karatasi moja iko hapa ya karatasi inasema hivi, wanaotoa zaka na sadaka, yani 20%, ambao ndio utaratibu ambao Mungu ametuagiza watu wa Mungu. Kuna ambao bado wanahoji utaratibu huo, lakini nitakufafanulia. Huu ni mpango wa Mungu, na ili ujue kama ni mpango wa Mungu, njia ya kutaka kuhakikisha kama huu wa kutoa zaka na sadaka ni mpango wa Mungu, unataka nikwambie namna ya kuhakikisha? Anza kutoa. Haleluya. Wewe fikiri nitakusema nini? Yaani ukitaka kuhakikisha kama huu ni mpango wa Mungu, fanya nini? Anza kutoa. Alafu baada ya hapo uje unifuate kwamba pasta hailipi. Tumejitia umaskini kwa jambo hilo. Sasa wanaotoa kwa mpango huo ni 272, na 272 kati ya watu 2000. Unaona kweli hapa hiyo ni haki kweli? Yaani kuna watu hapa wanaumia, hapa ndani hapa wanaumia. Maana hao ndio unawakuta kwenye matoleo ya zaka na sadaka, unawakuta tena kwenye utoaji wa majengo. Tulipokuwa tunanunua eneo kule Mjimpa wa Mabepande, napo unawakuta kwenye hiyo effort inayoendelea kiharaka, nao wamo. Yaani kuna watu hapa tunawasulubisha, lakini wenyewe hana wasiwasi. Ndio maana nikwambia, ukitaka kujua mpango huu ni wa Mungu, wewe ingia ucheze hiyo ngoma. Utajua haina maumivu kama unavyofikiria. Unafikiri ni ganzi kutolewa meno kwa bila ganzi? Hamna. Ila hiyo ya kumwibia Mungu, hiyo ndio kutolewa meno bila ganzi hiyo. Na matokeo yake tunapata watu wengi wenye shida hizi, wengine shida hizi. Yaani unajua kuna shida zingine unaanza kufikiria mtu kwamba hivi huyu mtu lakini anatoa zaka na sadaka. Mimi niko hapo ofisini hapo kila siku napokea shida hapo. Yaani nikiingia tu ile ofisi mimi, sikatazi kwamba msije kuniambia ndo kazi yangu, lakini sioni nuru watu ambao hawana mahusiano na Mungu. Kwa sababu zaka na sadaka inaonyesha mahusiano yako na nani? Na Mungu, kwamba mmeshibana au uhusiano wenu ni ule wa kimachale. 200 na ngapi? Haya, wanaotoa zaka peke yake wako 500 na kitu. Hapa angalau kidogo, 540. Hao ni zaka peke yake. Na wanaotoa sadaka peke yake 384. Na katika hawa 200 hawa wanaotoa kwa mpango, wapo na watoto. Yaani hao watoto msiwaone hao. Kuna ambao hapa wako serious kuliko hata watu wazima. Wako serious na wokovu. Kwa maana nyingine ni kwamba tungewaita wote hao wanaotoa kwa mpango hapa, huenda tungekuta nusu kwa nusu, nusu watoto, nusu watu wazima. Sasa watu wazima wengine ndio unamkuta tangu Januari mpaka Disemba haonekani. Lakini ni watu wenye heshima zao. Ninajua kuna wengine mmechukua mikopo. Nafahamu hilo. Na mnakatwa kweli kwenye mishahara. Wengine mnabaki tu na 100,000, 200,000. Sasa ile ndio inaita majaribu kwamba hii mama tupeleke kanisani kweli, tutaisheje hapa, si ndio? Najua mazingira hayo. Lakini ni kweli ni wote wa namna hiyo. Hakuna hapa wanaonisikiliza leo hii ambao anapata hela yake nzuri, lakini amechagua tu kwamba hatatoa kwenye kanisa la Mungu. Na hiyo kazi amemwachia mtoto mdogo ndio aifanye. Na kutokana na hiyo pesa mtoto mdogo anayotoa ndio kupatikane na kiti, yeye aje kukalia peke yake. Hawapo hapa kweli. Na wanachukua kichaka kwa sababu kwamba pasta atakuwa anaongea tu, hata fika mahali pa kutaja jina. Siku moja nitataja jina kabisa. Hamna, sitafikia huko. Haleluya. Kwanza siruhusiwi kutaja jina la mtu. Mimi naongea tu hivi general tu hivi. Lakini maana yangu ni kwamba ujumbe umfikie mtu fulani afanye mabadiliko. Haleluya. Kabisa. Yaani fanya mabadiliko hata kama wewe hujaamua kwenda mbinguni, ambao siwezi kuamini kwamba yuko mtu anakuja hapa hajaamua kwenda mbinguni kweli. Basi utusaidie na tusaidie sisi tu kidogo. Tusaidie sisi wenzako. Unaona? Tutimize malengo. Tuna malengo ya kufanya effort, tuna malengo ya sadaka ya kambi, mpaka sasa hivi tunadaiwa. Wenzio tumekamatwa, ni wenzako tuhurumie. Uwe na huruma na wewe kidogo. Hivi sasa kuongea kwa kuzidi hapo tuongeeje? Hebu nifundishe basi wewe mwenyewe. Jamani, tusaidiane, tuinue pamoja.
Kuna watu wengine wanasema wanafanya kazi ya Mungu huko, sijui wengine wanasema mimi nimesaidia maskini. Sasa kama kila mmoja hapa angekuwa amesaidia maskini, hivi vitu vingetoka wapi? Kama ndio mtindo ni huo kwamba mimi za kwangu ninasaidia watu maskini kule, kuna kazi ya Mungu fulani inafanyika mahali fulani, na tumesomea hapa fungu nasema leteni hela wapi? Galani. Galani maana yake ni hapa kanisani. Huo ndio utaratibu wa Mungu mahali pote. Pesa zinafika mahali fulani kwenye pool. Hata serikalini ndivyo wanavyofanya. TRA wanakusanya. Uwezi kwamba TRA wa Singida akaanza kutumia huko mpaka zifike mahali. Jamani, kwa nini tuzidiwe akili na vitu vya ina logic kabisa, lakini kwa nini tunajitoa ufahamu? Kwa nini? Why? Kwa nini? Ije hapa kwa yule bwana Bisanda tumempatia pale na tumemweka hapa mhasibu, tunamlipa anakuwepo masaa yote. Wewe njoo hata kama usiku, atakuandikia risiti, unaondoka. Wapi wanafanya utaratibu kama huo kama sio kanisa la Mwenge? Lakini matokeo yake sasa ndio ripoti inayopewa kwamba pasta pamoja na jitihada zote watoto wadogo tu ndio wanatoa, watu wazima wako ambao kabisa haonekani. Na akionekana ni hela kama vile mchango, sio harusi, kejeli tu. Kwa neema ya Mungu ninawaombeni sana tuvute pamoja. Haleluya. Fungu la mwisho katika kipindi kile cha wakati kule Misri kumetokea ile ndoto, yule mfalme kaoteshwa na Mungu kwamba kuna kipindi cha njaa kinakuja cha miaka 7, lakini kabla ya hicho kipindi kutakutanguliwa na kipindi cha miaka 7 ya neema. Mimi ninaamini huu ni unabii wa kipindi tunachoishi. Hii miaka 7 ya neema hii hatujui inaisha lini. Hatujui. Nilikuwa naongea na ndugu yetu yule ambaye ndugu yake alipata maafa kule Sudani ya Kusini, ni nani? Ogilo. Yule mchungaji ninamfahamu, alinifundisha pale University of Arusha. Kwa hiyo akaomba na chuo kikuu cha Sudani akafundishe pale, ni doctor. Wanasema ile siku bwana ilitokea ghafla tu, pakatokea machafuko ndani ya lile jiji. Watu wameuawa wengi sana. Kwa hiyo kilichofanyika, walienda mahali fulani walipokusanyikia, alafu askari wakaja wakamwambia sisi tutawasaidieni, mwende mpaka Kenya mvuke nchi ili muwe salama. Kwa hiyo wakawa kwenye magari yao wengi tu, gari yake ikawa ya mwisho. Sasa kumbe kule mbele ndio wakaja kujua hawa jamaa kumbe ni waasi. Walichokuwa wanafanya, ukifika kule gari ile la mwanzo kabisa kule, shuka piga risasi. Sasa gari lake walilisimamisha mapema tu. Wakasema huyu tuende naye pembeni hapa. Wanataka kumua risasi, sijui ishindikana kwa sababu gani. Sikumbuki aliniambia kitu gani. Baadaye wakasema huyu mtu sasa tutamwachaje huyo? Wakasema washa gari tumponde na gari. Gari inakataa kuwaka. Lakini baadaye nadhani walipata silaha, wakampiga mapanga hapo, wakamwacha hapo. Ndipo baadaye wakaja kupatikana msaada, kuja nyumbani, ametibiwa, anaendelea vizuri. Sasa usifikiri haya yanaweza kutokea Sudani. Yanaweza kutokea mahali popote. Siwaambii kwamba kuna hali ya hatari, lakini sisi tuko kwenye hatari wakati wote tu. Hii hela ambayo umeweka huko account, nono kabisa. Kuna siku hiyo inachukuliwa na wajanja tu, watu tu wanakula tu. Wakati wewe ushakufa wala haijulikani umeenda wapi. Ilete hiyo. Haleluya. Sasa hivi wakati tuna amani. Mwanzo 41:33 hadi 37 inasema, basi Farao na ajitafutie mtu wa akili na hekima amweke juu ya nchi ya Misri. Huyo ni Yusufu, anamweleza mkakati namna ya kukabili wakati unaokuja. Na mkakati huu unahusu wote. Kanisa, unahusu serikali. Na mimi naona kama serikali wanajitahidi kufanya hivyo. Sijajua kama kodi imefikia asilimia ngapi. Kodi ya kichwa na zile za VAT. Fungu la 34. Hilo nimesoma. Fungu la 35. Na wakusanye chakula chote cha miaka hii miema ijayo, wakaweke akiba ya nafaka mikononi mwa Farao, wakakilinde kuwa chakula katika miji. Na hicho chakula kitakuwa akiba ya nchi kwa ajili ya miaka 7 ya njaa itakayokuwa katika nchi ya Misri, isiharibike kwa njaa. Point yangu ilikuwa kwenye fungu la 34. Chakula ambacho Yusufu akiongozwa na Roho wa Mungu anaelekeza kikusanywe katika miaka ya neema ni sehemu gani ya mapato ya watu? Umeona fungu la 34. Ni sehemu gani ya mapato? Hatuko sehemu ya 5. Na hiyo ni asilimia ngapi? Asilimia, unaelewa unabii huo?
Mungu anamtumia Yusufu, anamwambia kamwambie hivi Farao, zikakusanywe 20% ya mapato ya watu peke yake, iweke pembeni, alafu inayobaki waniachie mimi, waone kama njaa itakuja katika Misri. Na hiyo ndio ilikuja kuponyesha hata wazazi wake mwenyewe Yusufu na ndugu zake na taifa nzima la Israeli. Leo hii 20% inapokuja kwako, unailetea hoja 1/5 ya mapato yako. Na hiyo ndio namna ya kuiokoa kanisa mbele na kwenda. Wana mahesabu wametuambia, kama kanisa la Mungu wangekubali ushauri huu wa kiunabii, watu watoe 20%, kusingekuwa na michango. Sasa nikupe figa hapa. Figa hii, na hii nikutana na mwenyekiti alikuwa anaizungumzia kule Morogoro, ya kwamba kwanza ni washukuru sana washiriki wa kanisa la Mwenge kwa mujibu wa takwimu hii, pamoja na kwamba nasema kwamba watoaji si wengi. Takwimu inaonyesha hivi, robo ya kwanza tulijitahidi kukaribia kufikia goli la zaka, lakini tulipungua kidogo. Lakini robo ya pili tulifanikiwa hata kuvuka. Haleluya. Na ndani kwa kipindi kama cha miezi miwili hivi tumekuwa tukiongoza katika conference na katika union kwa matoleo. Haleluya. Hiyo ni washukuru sana kwa niaba ya mwenyekiti wa conference kwamba mnaitegemeza kazi ya Mungu. Na hiyo ni pamoja na hii michango yetu mingine ya ujenzi na makambi. Tunajitahidi, tunafanya vizuri. Kitu kilichonishitua ni kwamba nilipoambiwa kwamba hii kazi inabebwa na watu wachache sana, nikasema hii lazima niongelee. Familia kubwa hivi alafu watu wachache ndio wanafanya. Na hao wengine vipi? Na maana tumekubali kwamba wapotee wasiende mbinguni. Mimi kama mchungaji, kama kiongozi wao wa kiroho, lazima niongee nao ili basi ikishindikana kuwashawishi niwe nimenawa mikono, ambayo itakuwa si nzuri sana. Sasa katika utoaji wa zaka tuko vizuri. Tunapokuja kwenye sadaka, goli letu kwa mwezi ni milioni 11. Lakini mara nyingi tunaishia milioni 8. Na hiyo ni goli lile ambayo tulishusha chini kidogo. Lakini ingekuwa tunasema tuende kwa utoaji wa mpango, goli letu lilikuwa ni kwenye milioni 19 kwa mwezi. Hatufiki. Sasa kinachotokea ni kwamba ile bajeti ya kanisa ikipungua, ambayo ndio tendency kila wakati, kwamba inakuwa robo ya ile zaka, mapato ya conference pia yanapungua. Kila mahali kunapungua, na Morning Star Television inapungua, kila mahali kunapungua. Kwa hiyo tunaumiza mahali pengi tu, maumivu yanakwenda kila mahali. Na maumivu yanaanzia hapa nyumbani. Maumivu yanaanzia hapa nyumbani. Niwaombe sana rafiki zangu, watu wa Mungu, ninajua kuna wakati tulijisahau tu. Ninyi sio wa kuambiwa umuhimu wa Yesu ni nini katika maisha yenu. Mmetoka naye mbali. Mnajua mambo aliyowatendea maishani. Ni kugafirika tu kulitokea. Sasa ninapofunga ningependa nitoe wito, ili mimi kama mchungaji niliyesema sana hapa, Mungu asije akachukua maneno yangu akawapatiliza, bali awasamehe. Na hilo nitalifanya tu kama mtainuka na kusimama pamoja nami. Wangapi ambao wanasema tunataka tuanze upya kabisa na Mungu wetu? Inueni mikono juu. Naomba msimame ili ninapokwenda kuomba Bwana akafanye kitu kwenu katika maisha yenu ili kurekebisha hayo mahusiano. Maana tumekubali kutembea na Yesu katika maisha yote yaliyobaki. Basi ninaomba mahali mlipo mtulie vizuri. Watoto simameni, wale ambao hamjalala msimame, alafu tuinamisha nyuso zetu tuweze kuomba. Tuombe. Baba wa mbinguni, kazi yako itamalizika tu tutakaposhirikiana na kukubali kutumia vipawa vyetu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nakushukuru sana kwa mafanikio makubwa ambayo mtaa wa Mwenge na kanisa la Mwenge umeyapatia. Katika kipindi kifupi tumefungua makundi, tumeanzisha ujenzi makundini, tunaendelea na upanuzi wa kanisa hapa, tumenunua kiwanja Mabwepande, tumefanya effort na nyingine tunaenda kuifanya hapo kesho. Tumeshiriki makambi, tumetoa michango huko, na bado pamoja na yote hayo tumeonekana kuwa miongoni mwa makanisa yanayofanya vizuri katika utoaji. Nakushukuru sana kwa muujiza huu ambao umetokana na wewe mwenyewe, wala hakuna binadamu yoyote anayeweza kujisifu. Lakini tumegundua tena mapungufu ya kwamba kuna baadhi ya wenzetu zile baraka ambazo uliahidi kwa watoaji wamekuwa hawazipati kwa sababu
hawaonekani kushiriki katika mpango huu wa kukutolea wewe Mungu wetu zaka na sadaka, na hata katika mipango mingine ya kifedha. Nakuomba Kristo, neno lako hili likapenye mioyoni mwao, wakauchukulia ujumbe huu kama ujumbe wa upendo kabisa kutoka kwa rafiki yao anayewasihi, ili washiriki mpango huu mkubwa wa kuliokoa kanisa lako kwa njia ya zaka na sadaka. Hata mpango huu wa 20% ambao ulianza kule Misri na ukasaidia kukusanya hazina ya kutosha katika muda wa miaka 7, unapoingia sasa katika masikio ya watoto wako ukaeleweke vizuri. Hata ikiwa bado wana mashaka nao, hebu wasaidie kuingia kwa imani, ili wakashuhudie yale yanayosemwa mara zote, ya kama ni kweli ama si kweli. Ninawaombea samaha wale ambao walishindwa kuonyesha uaminifu katika matoleo ya zaka na sadaka. Baba, ukawasamehe. Ninachukulia tu kwamba waligafrika. Hawa wanakufahamu vizuri wewe Yesu, maana wametoka na wewe mbali sana katika maisha haya. Wana shuhuda nyingi jinsi ulivyowabariki. Na kwa hiyo sahau yaliyopita, hebu wasaidie sasa walivyosimama kwamba wanaenda kuanza ukurasa mpya, ukawasaidie kufanya vyema sasa, kuanzia sasa na kuendelea. Kila mmoja wa wale ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha Mwenge akaonekane anashughulika katika wokovu wa roho za watu. Ni ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina.